Naam, ukarigeni mtazamaji wa Channel 10, kile kilicho bora kabisa. Karibu katika habari kwa ufupi mchana wa leo. Jina langu ni Margaret Itala. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua jaji wa mahakama ya rufani George Mcheche Masaju kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Mheshimiwa Masaju amechukua nafasi ya Profesa Ibrahim Khamis Juma ambaye amestaafu. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu iliyosainiwa na Katibu Mkuu Kiongozi Daktari Moses Kusiluka, uapisho wa jaji mkuu mteule utafanyika Juni 15, 2025 katika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma majira ya saa 4 asubuhi. Wakulima wa zao la pamba wilayani Meatu mkoani Simiyu wameipongeza Wizara ya Kilimo kupitia Bodi ya Pamba kwa kuwaletea pembejeo ya mbolea hai yani biofertilizer bure ambayo imesaidia kuongeza mavuno ya pamba kutoka wastani wa kilo 200 kwa shamba la ekari moja hadi kilo kati ya 800 hadi 2000 kwa ekari moja kwa shamba lililotiwa mbolea hai. Tupate taarifa zaidi na John Mponeja. Wakizungumza wakati wa mavuno ya zao la pamba katika baadhi ya vijiji vya wilaya Meatu mkoani Simiyu, baadhi ya wakulima wamesema ujio wa mbolea hai umeleta mapinduzi katika kilimo cha zao la pamba. Miaka ya nyuma kadhaa pale mimi kipindi nalima nilikuwa napata hata eka moja unaweza kupata hata kilo 200 tu. Lakini sasa hivi nimelima ekari moja hii, nimejaribu nimetumia mbolea hai hiyo, imenisaidia kupata kilo 820 hizo. Nategemea tena na bado sasa hivi inazidi kuchanua, nategemea tena nipata hata kilo 700. Kipindi bado sijaanza kuitumia hiyo mbolea, kwa ekari moja nilikuwa navuna kilo 320. Ila mwaka huu nitavuna kilo 800 hadi kilo 1000. Kwa hiyo hii mbolea naisifia sana. Maafisa kilimo naomba waendelee kutushika mkono na hii mbolea. Kwa upande wake afisa kilimo kutoka mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora BBT anayesimamia uzalishaji wa mbolea hai Salome Mwingira amesema kwa sasa wakulima wameipokea mbolea hiyo baada ya kuona matokeo chanya. Mimi nahamasisha wakulima waendelee kuipokea hii mbolea, waendelee kuitumia kwa wingi katika mazao yote mbalimbali, sio tu pamba. Maana ni mbolea ambayo inaongeza uzalishaji sana. Maana zamani mkulima alikuwa anapata kilo 200, kilo 100 katika ekari moja. Ila sasa hivi mkulima anapata kuanzia kilo 800 mpaka kilo 1500 mpaka kilo 2700. Katika wilaya ya Meatu mbolea hai imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakulima. Sisi kama BBT ambao tupo ofisi ya mkaguzi wa wilaya ya Meatu, Mr. Renatus Philbert, tunashirikiana na BBT ambao wapo kwenye vijiji kusambaza haya material pia na kutoa elimu kwa wakulima. Afisa ugani kutoka BBT anayesimamia kijiji cha Nyamahina, Catherine Chegere, amesema katika kijiji chake zaidi ya wakulima 300 wamenufaika na matumizi ya mbolea hai. Mshauri mkulima cha kwanza aanze kutumia mbolea hai kwa sababu mbolea hai cha kwanza unapata kwanza ni bure. Bodi ya Pamba kila kitu wana provide, yani material yote ambayo yanahitajika kwenye mbolea hai. Yani ni vitu vichache sana ambavyo mkulima anahitaji kutoa. Mfano kama kinyesi kibichi cha ng'ombe ambacho hicho ni lazima mkulima atapata na kwa kiasi kidogo sana. John Mponeja, Channel 10, Meatu. Shukrani sana John Mponeja kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha imetakiwa kulipa kwa wakati madeni ya wazabuni na wakandarasi wanaotoa huduma ili kuepuka hoja za ukaguzi na kulinda mitaji ya watoa huduma. Tupate taarifa zaidi na Jamila Omar. Katibu Tawala wa mkoa wa Arusha, Misaile Musa, ameyasema hayo wakati wa kikao cha mapitio ya hoja za ukaguzi wa mwaka wa fedha 2024-2025 kilichofanyika wilayani Ngorongoro. Wanatoa huduma kwetu, lakini sisi tunashindwa kuwalipa kwa wakati. Tulipa madeni yetu, yawe ya watumishi, yawe ya wazabuni, wakandarasi, tuwalipe ili tubaki muda wote tuko salama. Kama kuna sababu ya msingi basi hiyo ielezwe, julikane. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Ngorongoro, Murtala Mbilu, amewahakikishia kuwa serikali iko mbioni kulipa madeni yote ya wazabuni na kuahidi kuwa watalipa kipaumbele swala hili kwa kuwa wanatambua mchango wao. Serikali ilishafanya, ilituma wakaguzi, wakayakagua madeni, wameyathibitisha
muda wote kuanzia sasa tunategemea kupokea pesa kwa ajili ya malipo ya madeni ya wazabuni. Katika kikao hicho, halmashauri ya Ngorongoro ilipongezwa kwa kupata hati safi kutoka kwa mkaguzi mkuu wa nje wa mkoa wa Arusha licha ya kupewa maelekezo ya kushughulikia hoja chache zilizobaki. Kwa sababu halmashauri nyingi au taasisi nyingi zinafurahi kupata hati inayoridhisha, hiyo inaitwa hati safi, lakini wanasahau kwamba wana hoja za ukaguzi. Utendaji huwa ni hoja, sio hati ni picha tu ya halmashauri au taasisi, lakini utendaji huko kwenye hoja ndio utendaji wenyewe. Lakini halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro imebalance, imejitahidi kujibu hoja kwa ufanisi na umekuwa na hoja chache, zingine nyingi za kimfumo na zao ni chache. Tuna hati safi, lakini vile vile kwa miaka zaidi ya 3 tumekuwa tukifanya vizuri kwenye hati safi, na kubwa zaidi ambalo nashukuru kwamba kwa mwaka huu tumekuwa na hoja chache sana. Jamila Omar, Channel 10, Ngorongoro, Arusha. Naam, shukrani sana Jamila Omar kutoka Arusha. Kule Kagera, chuo cha udereva cha Independent kilichopo manispaa ya Bukoba mkoani Kagera kimeanza kuwafadhili mafunzo ya uendesha vyombo vya moto wakiwemo madereva bodaboda ili kuepuka ajali za barabarani ambazo zimekuwa zikisababisha vifo na ulemavu. Jacques Joachim anaripoti. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa chuo cha udereva cha Independent kilichopo manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, baada ya kutoa elimu kwa maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda wa manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, ndugu Medad Kineka amesema kuwa wameamua kuanzisha mafunzo hayo kwa lengo la kukomesha ajali za barabarani ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara na kusababisha ulemavu wa kudumu kwa maafisa usafirishaji. Katika vyanzo vya ajali za barabarani, chanzo kikuu namba 1 kwa mujibu wa tafiti ni makosa ya kibinadamu ambao kimsingi wanayafanya binadamu, mimi na wewe. Na maafisa usafirishaji wengi wamekuwa ni waendesha baiskeli mwanzo, wamekuja kuhamia kwenye kuendesha pikipiki bila kupata darasa lolote. Kwa hiyo wengi wanapata ajali, wapo wanaoumia, wapo wanaopata ajali mbaya kabisa za vichwa ambazo tumesikia kwa mfano pale kwenye kikao kwamba hamna kichwa cha bandia. Kwa hiyo tumeamua kuwarahisishia bei. Katika manispaa ya Bukoba hii tumekusudia kwa sababu kwa takwimu wako zaidi ya 3,000. Kwa tumeanza na hawa ambao kimsingi leo wameitwa na kuweza kufika, lakini tutawafikia wengi, lakini haitaishia hapa tu kwamba lengo letu ni kuwafikia bodaboda wote ama maafisa usafirishaji wote katika mkoa wetu wa Kagera kupitia viongozi wetu ambao kimsingi wanatupa support. Kwa upande wake, katibu tarafa wa Rwamishenyi manispaa ya Bukoba mkoani Kagera ndugu Hamisi Ngonya amesema kuwa wamepata wafadhili wa kuendesha mafunzo hayo kwa waendesha vyombo vya moto wakiwemo maafisa usafirishaji, lengo ikiwa ni kupata ujuzi wa barabarani na kuepuka ajali za barabarani. Kwamba nataka maafisa usafirishaji wapate ujuzi na maarifa ya kuendesha vyombo vya moto ili wawe salama wao wenyewe kwanza, lakini pia na watu wengine wanaotumia njia au barabara kwa pamoja. Kwa hiyo wao wakijua, wakipata ujuzi na maarifa hayo watakuwa salama, lakini pia watawafanya watu wengine wawe salama. Jambo la tatu ni kwamba nataka maafisa usafirishaji wawe halali katika kuendesha vyombo vya moto, kwa sababu usipokuwa na leseni manake wewe si halali katika uendeshaji wa vyombo vya moto, na ndio maana wanapopata changamoto wanakuwa na wakati mgumu sana. Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Bukoba ndugu Shabani Mdoa amesema kuwa anawapongeza chuo cha Independent kwa kuanzisha mafunzo maalum kwa maafisa usafirishaji ambao wamekuwa wakiendesha vyombo vyao vya moto bila leseni, na kusema kuwa maafisa usafirishaji wasishiriki katika maandamano ya kukosa amani kwa nchi wakati serikali ikijipanga na uchaguzi mkuu. Kutoka manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Shukran sana Jacques kutoka Kagera. Balozi wa Saudi Arabia hapa nchini Daktari Yahya Okesh ameshiriki katika hafla fupi ya kusherekea Idi na watoto kutoka katika vituo vya kulelea watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu, hafla iliyofanyika nyumbani kwake Masaki jijini Dar es Salaam. Hamis Suleiman anaarifu zaidi. Al-madrasa lilihtifal ma'a ba'd bi'id al-adha al-mubarak. Hadhihi al-munasaba. Akizungumza katika hafla hiyo, Dr. Okesh amesema watoto wanaoishi katika mazingira magumu wanatakiwa kusaidiwa na jamii inayowazunguka, lakini pia kuwa pamoja nao ili waondokane na upweke walionao pamoja na kuwapatia misaada mbalimbali. Tunawakaribisha katika ubalozi wa Saudi Arabia
tuna faraha kuwafarahia sikukuu ya Eid al-Adha pamoja, na tunataraji kuwa mtakuwa na wakati mzuri. Karibu sana. Baadhi ya walezi wa vituo vya kulea watoto yatima wamemshukuru balozi huyo kwa kuendelea kuwasaidia kwa kukumbuka watoto hao ambao wana mahitaji makubwa kutoka katika jamii inayowazunguka. Tunatoa shukrani za dhati kwa ubalozi wa Saudi Arabia kwa kuweza kuwapa mwaliko watoto wa Ihsani Orphanage Center, kuwaalika mahali hapa kuja kufurahi. Kwa kweli hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuombea dua. Hili jambo leo lilifanya ni jambo kubwa sana. Watoto wote wa Ihsani wanashukuru, wamefarijika, wamependezewa, wamefurahi, na sisi walezi tunashukuru, tumependezewa na tumefurahi. Asanteni, asanteni, tunashukuru sana, asante. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Kule Njombe, mwakilishi mkazi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP nchini Tanzania, Shigeki Komasubara, amefanya ziara maalum ya kikazi katika mkoa wa Njombe akilenga kuangazia fursa za maendeleo kupitia viwanda na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, hususan katika zao la parachichi, chai na rasilimali za misitu, ambapo ameahidi kuendelea kushirikiana na serikali ya mkoa wa Njombe kwenye eneo la wajasiriamali wadogo wadogo pamoja na teknolojia ya viwanda vidogo vidogo. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu Michael Patrick. Katika ziara yake ya kutembelea fursa zinazopatikana ndani ya mkoa wa Njombe kwenye sekta ya kilimo, ikiwemo matunda ya parachichi, chai na mazao ya misitu yanayoongezwa thamani, mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Tanzania Komasubara amesema mkoa wa Njombe unazo fursa nyingi za kiuchumi zinazopaswa kutumiwa vyema kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Discuss bright future for Tanzania waiting for us. Economy doubling in 10 years. Population reaching 100 million in 12-30 years. You become middle income. And then if we could work together to really create green economy, green-driven economy, Njombe stays green. But then we create jobs, we create good materials, we create prestige, becomes famous in Tanzania, in Africa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka ameahidi uongozi wa mkoa wa Njombe utashirikiana kwa karibu na UNDP katika kuhakikisha wajasiriamali wadogo pamoja na vijana wananufaika na fursa zilizopo. Tunahitaji tufanye kazi kwa ukaribu na UNDP ili tuweze kujenga kwanza uwezo wa wazalishaji wetu, lakini pili teknolojia kwenye uzalishaji ili tuongeze thamani ya kila ambacho kinazalishwa na wananchi wetu. Tukiongeza thamani, maana yake ni kwamba tunaondoa kwenye hasara. Na ndio mpango wa serikali na hata ilani ambayo imezinduliwa juzi 25-30 na kwenye dira ya taifa ya 25-50 ni kuwa na nchi ambayo tutaongeza thamani mazao yetu ya kilimo kwa kuwekeza kwenye viwanda vidogo vidogo. Aidha, Mtaka amesema mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Tanzania amevutiwa na uwepo wa ziwa Nyasa katika wilaya ya Ludewa, hali ambayo amesema inaweza kuwa chachu kukuza fursa za kiuchumi kwa wajasiriamali wadogo kwenye ufugaji wa samaki. Na upande wetu sisi kwenye upande wa ziwa Nyasa, mtaona watu wa Ludewa wameanza program za ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba, lakini tunahitaji pia kwenye miradi ya umwagiliaji upande wa Ludewa ya maeneo ya Manda waweze kutumia maji ya ziwa Nyasa kwa ajili ya miradi ya umwagiliaji. Kutoka mkoani Njombe ni Michael Patrick, Channel 10. Naam, shukrani sana Michael Patrick kutoka Njombe. Watanzania wametakiwa kutumia fursa yao ya kikatiba kuchagua viongozi sahihi ili kuwaletea mabadiliko wanayoyahitaji ya kimaendeleo kupitia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, kwani ndio njia pekee inayoweza kuleta mageuzi nchini. Ushauri huo umetolewa na mtiania ya kugombea nafasi ya ubunge jimbo la Kigamboni, ndugu Mohamed Majaliwa, kupitia tiketi ya chama cha National Reconstruction Alliance NRA jijini Dar es Salaam alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesema njia pekee ya kuleta mabadiliko katika nchi ni kufanya uchaguzi wa viongozi sahihi watakaokuwa na sera bora zinazotekelezeka. Sisi ambao bado tuna kiu na hamu ya mabadiliko ya nchi hii, tunaamini mabadiliko yanaanzia kwenye sanduku la kura. Hakuna namna ambayo Mtanzania unaweza kukimbia sanduku la kura alafu ukawa na ndoto ya kuleta mabadiliko. Mabadiliko yanaanza na wewe.
na mchakato wa kuleta mabadiliko ndio huu kupitia uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Mtazamaji, sasa ni habari za mataifa mbalimbali duniani. Marekani inasisitiza maendeleo ya haraka katika mazungumzo ya amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku mwanadiplomasia mkuu wa Marekani akiangazia muda unaohitajika wa makubaliano yanayoweza kufikiwa mapema mwezi Juni au Julai. Troy Fitrey, mjumbe maalum wa Marekani katika eneo la Maziwa Makuu barani Afrika, alisema wakati wa mkutano wa mtandaoni wiki hii kwamba timu za kiufundi zinafanya kazi ili kuendeleza mchakato huo. Mchakato unaoongozwa na Qatar unaonekana kama njia ya ziada ya kushughulikia mzozo wa kivita mashariki mwa Kongo, ambapo waasi wa M23 wameteka maeneo kadhaa katika miezi ya hivi karibuni. Licha ya juhudi za kikanda na kimataifa, kutoaminiana bado kumekithiri kati ya Kinshasa na Kigali. DRC inaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono M23, tuhuma ambayo Rwanda inakanusha. Marekani imekuwa na nafasi kubwa katika kujaribu kutatua tofauti, lakini wanadiplomasia wanaonya kwamba kufikia suluhu la kudumu kunahitaji utashi wa kisiasa kwa pande zote. Kwa upande wa michezo na burudani, mtazamaji, tujiunge na mwanahabari wetu upande wa michezo. Klabu ya Tottenham Hotspur imemtangaza raia wa Denmark Thomas Frank kuwa kocha wao mpya, akichukua mikoba ya Ange Postecoglou aliyeondolewa licha ya kuiwezesha timu hiyo kushinda taji la ligi ya Europa. Frank, ambaye amekuwa na Brentford kwa zaidi ya miaka 7, anaondoka baada ya mafanikio makubwa na sasa anakabidhiwa jukumu la kuiongoza Spurs katika safari mpya barani Ulaya msimu ujao. Uamuzi wa Spurs kumtimua Postecoglou uliwashangaza wengi, hasa baada ya ushindi wa ligi ya Europa uliovunja ukame wa miaka 17 bila taji. Hata hivyo, msimu mbaya kwenye ligi kuu ya Uingereza ulioishuhudia Tottenham kumaliza kwenye nafasi ya 17 uliaminika kuwa sababu kuu ya mabadiliko hayo. Kuteuliwa kwa Frank kuna maanisha ataongoza kwa mara ya kwanza katika mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya, akipewa nafasi ya kuonyesha uwezo wake barani Ulaya. Mbali na hilo, atapata fursa ya kupambania taji lake la kwanza katika mechi yake ya kwanza ya ushindani Spurs itakapokabiliana na mabingwa wa ligi ya mabingwa Ulaya Paris Saint-Germain katika fainali ya kombe la UEFA Super Cup itakayopigwa tarehe 13 Agosti Udine, Italia. Na huko kwenye jiji la Naples, mchezaji wa kimataifa wa Ubelgiji Kevin De Bruyne amejiunga na mabingwa wa Serie A Napoli kama mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba wake na Manchester City. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 33 alikataa ofa kutoka vilabu vya Uingereza, Ujerumani na MLS, ikiwa ni pamoja na Chicago Fire, na kuchagua kujiunga na Napoli. Usajili wake ulitangazwa rasmi Alhamis na klabu hiyo kwa picha ya kumbukumbu ikimwonyesha akiwa na taji na kiti cha enzi pamoja na ujumbe wa The King Cave is here, kwa maana ya Mfalme Cave amefika hapa. Katika miaka 10 akiwa na Manchester City, De Bruyne alishinda mataji 6 ya ligi kuu ya Uingereza na taji 1 ya ligi ya mabingwa Ulaya. Mechi yake ya mwisho kwa City ilikuwa dhidi ya Fulham baada ya klabu hiyo kuamua kutoongeza mkataba wake. City wamethibitisha kujenga sanamu lake nje ya uwanja wa Etihad kama heshima. Akiwa Napoli, De Bruyne ataungana na Romelu Lukaku, mchezaji mwenzake wa timu ya taifa ya Ubelgiji. Salum Pelembo, Channel 10 michezo kimataifa. Shukran sana Salum Pelembo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, mpaka hapo sina la ziada katika kuhabarisha yaliyojiri mchana wa leo. Ulikuwa nami Margaret Itala. Tafadhali endelea kubaki nasi kwa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa.